Nisamehe. Mimi sijui kosa langu. Na sijui mwanaume upi ambao unamzungumzia. Mimi sio kuomba msamaha bibi. Okay. Wewe ndo bingwa kutembea na wanaume zako, si ndio? Fundi wa kuchukua wanaume zako, si ndio? Sasa nisikize kuambia kitu kimoja. Naomba uchague nafasi moja kati ya hizi 3. Moja, tufanye kwa nguvu nikiwa na rekodi. We baba umezidi, uchafu umezidi. Oh, umezidi hata aushanga. 2, tufanye kwa hiari yako huku tukiwa tuna rekodi. 3, ni kuadhibu adhabu ambao unaweza ukajutia katika maisha yako. Na hii adhabu iwe kama fundisho kwako kwa umalaya unaoufanya. Nisamehe na kuomba, nipo chini ya miguu yako. Nisamehe, mimi sijui kosa langu. Na hata hivyo, huyo mtu ambao unamzungumzia, mimi bado sijajua ni nani. Nisamehe tafadhali na kuomba. Hivi unafikiri mimi naomba msamaha hivi? Mimi ni roho mbaya. Mimi ni katili, sifai. Sijui unanielewa vizuri. Kati ya hizo nafasi, ni ipi unayochagua ambaye inaweza kukusaidia? Naomba unisamehe, sirudi tena. Basi sawa, nimekubali. Nitafanya kwa hali yangu, ila naomba ile rekodi ambayo utarekodi usifanye kitu na kuomba tafadhali. Uko tayari, ndio? Okay. Vizuri. Mambo hapo. We baba umezidi, uchafu umezidi. Oh, umezidi hata aushangai. We dada umezidi, uchafu umezidi. Ochi nilijua kilio cha usiku, mapacha wawili, sura moja, roho mbili. Moja kama maji tulivu, mwingine kama upepo wa dhoruba. Mama alisafiri na ndoto zake mikononi, akatuacha chini hapa ahadi. Ndio umevaa nini hapo? Baba. Si unaona nimevaa nguo lakini? Au nipo uchi? Nguo si unatembea uchi? Si kitofu kiko nje hicho. Imbo cha ukoloni. Haya ndo mapigo ya kisasa. Nimevaa, nimedamshi, nimependeza. Yaani hapa mtoto wa mjini ni mimi baba. Niko very good. Yaani hapa nikitoka nje, sifa zote ni za kwangu mimi tu. Yaani nasifiwa. Na sio mimi tu, hata mzazi wangu, yaani baba yangu naye unasifiwa. Umezaa chombo. Halafu baba, muda mwingine acha huo ugadafi wako, kwa sababu hata marafiki zangu nawaambia, wangekuwepo marafiki zangu, wangekucheka. Wangekucheka. Na ngekuona mzee ni mshamba. Koko. Nitakuua. Usinizoe vibaya. Mimi sio binamu yako, wala sio shangazi yako. Mimi ni baba yako mzazi. Halafu wewe mtoto,
yaondoe hayo kwenye ubongo wako. Sasa rudi ndani na hakuna kutoka. Na siku nyingine wewe nikikuona umevaa vibaya, nitakachokifanya utakwenda kuwasimulia hao na wasimulia mimi ugadafi wangu. Rudi ndani, kabadilisha nguo na usitoke. Umeamua? Sawa, haina shida. Mwingine kama upepo wa dhoruba, mama alisafiri na ndoto zake mikono. Wewe, mimi nadhani adhabu yako utoshamaliza. Kwa hiyo umesamehewa, unaweza kuvaa nguo zako na kaondoka kwenu. Kwa maana muda huu nataka kuwahi mishemishe zangu. Unanisikia au ndo dharau? Niondoke niende wapi? Wewe kama unatoka, toka. Kazunguke huko, ukija utanikuta mimi nipo wapi. Unaongea nini wewe? Usilete ngojera zako hizo ujue. Unanichelewesha. Hebu vaa nguo zako na uondoke. Hata mimi pia namaanisha. Yaani hapa sitoki, sibanduki. Nifanye chochote utakijisikia. Kama utanipiga, utaniua, utanichana kama nyama buchani, yoyote. Ila bado nipo. Na nalala hapa. Hii? Oh, kumbe chula Wewe kidege John au sio? Wewe kitenesi, yani kila mtu anapiga tu anadunda kokote au sio? Nimekaa naona mtu anagonga. Nafungua mlango, nisimuone shemeji yangu. Mbona anahangaika sana? Amekuja mpaka kwako? Wewe, kwani umepanga kufanya mashambulizi gani haswa hayo unayofanya? Maana kaja, we shemeji, utakuwa unajua yule mdogo wako amepanga kufanya mashambulizi. Nikamwambia mimi sijui, sifahamu chochote. Anahangaika huyu baba. Hivi mimi sauti ambayo amefanya kwangu Dazai, mimi kama nilivyokuambia siku ile, yani nimeanza mashambulizi yangu rasmi. Nimeshachoka. Amenitusumbua sana mwanaume. Wewe mimi sizoeleki hivyo. Alafu msikiza nikwambie kitu. Mimi nitochia fuso, so ST. Alafu inamulika kilomita ndefu, so fupi. Wewe uko unanitesa. Ukajua bado unanitesa. Sasa tu nikwambie, nimependa mateso yako. Na katika wanaume wote ambao nishie kupita nao, yani wewe namba 1. Umejua kunikunja, umejua kunizagamua. Sawa? Kwa taarifa yako, sikuachi. Na hapa kwako bado nipo sana tu. Au sio? Umemaende tocha muone au vipi? Ni mwenyewe I like hiyo, mimi napenda. Kwa hiyo sasa unaondoka au unapanda pa juu tuendelee na mchezo? Dada umezidi, uchafu umezidi, pochi umezidi. Ni hatari alivyokuja jana, alivyonitolea hayo macho. Sasa inaona kama sio mjanja bwana. Unachogopa kitu gani? Inaonekana na yeye yuko ndani ya uchunguzi. Kuwa makini mdogo wangu. Unaona mimi naanza nikajali kwa hicho kitu. Mimi siwezi kujali hata kidogo kwa sababu nimeshajipanga. Liwalo na liwe, nimeshamvumilia sana yule mwanaume. Alipobakia itakavyokuwa. Ni hayo tu. Sasa nitaogopesha kitu gani wewe? Imenilazimu shemeji tukae tuzungumze mimi na wewe. Na hapa tunazungumza kama baba mkwe. Na hapa tunazungumza mimi kama baba mkwe wako, lakini pia shemeji yako. Sawa sawa? Pia naomba uniwie radhi kama popote pale nitakapokuwa nimekosea. Pia naomba uniwie radhi kwa chochote nitakachokikosea kwako. Lakini kuna rumors nyingi ambazo zimepita hapa.
kila siku dadangu amekuwa ni mtu wa kulalamika sana, ingawa vitu vingine ni vya kwenu wenyewe katika ndoa, mnaweza mkakaa mkamaliza bila kumshirikisha mtu yoyote, lakini kutokana na uzito wa matatizo yenu, dadangu amepaswa kuniambia mimi, na mimi nimepaswa kukaa na wewe kuzungumza naye. Kuna vitu ambavyo dadangu havipendi kutoka kwako, na ukiona mwanamke anakwambia tatizo lako, basi jua wewe anakupenda sana. Amini kwamba dadangu anakupenda. Kwa hiyo anavyoona message za wanawake wengine hali ya kuwa yeye ni mke wako, hiyo kitu inamuumiza sana. Sio yeye tu, hata wewe mwanaume. Mfano ukimkuta dadangu na message ya mwanaume, lazima udauti na roho iume. Kwa hiyo mimi najua kama sisi ni wanaume, kuna mambo mengi ambayo tunakuwa tunapitia, lakini kuna wakati tunatakiwa tuheshimu sana wake zetu. Kwa hiyo shemeji, kitu ambacho mimi nahitaji kujua, haya yote ambayo anayazungumza dadangu ni ya ukweli? Na kama ya ukweli, wewe unafikiria nini katika kuyatatua haya? Ujue shemeji, kuna upande nataka nikuaminishe kuwa dada yako yuko sahihi, na kwa sababu umenitaka nisikufiche, mimi nikuweke wazi tu, na imani tunayozungumza mimi na wewe hayawezi kurudi tena kwake. Kuna mistake tu ndogo ndogo za kimaisha ambazo huwa zinatokea, lakini kwa asilimia kubwa dada yako huwa anaongeza chumvi. Sio kama vyote alivyovisema basi mimi nimefanya, hamna, vina maana ile ile, hapana. Vingine ameongeza tu chumvi ili mradi tu apate utetezi kutoka kwako. Kama ujuavyo, wanawake hawapendi kuonekana kama wao hawaonewi. Yaani kila wakati wao wanahitaji kuonekana wanaonewa tu. Yaani hata kama kuna jambo la kawaida yeye analichukulia katika uzito mkubwa. Na kwa sababu wewe ni mwanamume mwenzangu, amini kwamba yapo madogo unayomkosea, ila anakuza. Mimi ni mwanaume kama wewe, na siku zote wanaume wanapokaa, wanaume wenye akili, basi hakuna kitu ambacho kinachoharibika. Sawa sawa niseme kwamba sisi ni binadamu ambao tumebarikiwa vichwa hivyo viwili, vichwa ambavyo vyote vinafanya kazi. Sijui unanielewa vizuri. Kwa hiyo kuna namna ambavyo tunaweza kuyasolve mambo yetu. Shemeji, mimi najua sisi wanaume hatuwezi kukaa na mwanamke mmoja, yaani haturidhiki kabisa, lakini kuna namna unaweza ukafanya. Hebu jaribu kwamba kumheshimu tu dadangu, yaani wewe fanya mambo yako yote, lakini mheshimu, mwekee heshima kwa muda ule ambao utakayokuwa nao, kwa sababu ukiwa unafanya alafu yeye akiwa anajua, ndio inakuwa tatizo hili. Mimi sikudauti sana swala la wewe kuchelewa kurudi kazini, kwa sababu unajua maisha yetu ya sisi ya Watanzania, unajua kutoka lakini kurudi hujui. Kwa hiyo shemeji, nipo hapa kwa ajili ya kukusihi, mheshimu sana mkeo. Yaani hata kama angekuwa sio dada yangu, basi angekuwa tu mtu wa aina yoyote. Unajua, unapoona watu wako katika ndoa, unatakiwa uheshimu hiyo ndoa na huo unaiombea mema. Ushanielewa? Kwa hiyo mheshimu, japokuwa kuna wakati kama imeshindikana kabisa, jaribu kutafuta mwanamke ambaye unahisi huyu siwezi kumwacha, alafu wewe muoe mke wa pili, kwa sababu dini yako inaruhusu. Mimi naamini ukiwa mke wa pili, dada atakasirika siku 2 siku 3, lakini atakubaliana na hilo, sababu tayari umeshamuonyesha kwamba mimi hapa ndipo ninapokwenda. Sijui umeelewa? Unajua sisi binadamu Mungu ametuumba tofauti na wanyama. Sawa? Ndio maana ametuwekea sheria nyingi, wanyama hawajawekewa sheria. Tumeambiwa tuoe wake 4. Sawa? Lakini mwanaume ndo anaruhusiwa kuoa, lakini sio mwanamke kuolewa na wanaume 4. Hii yote ni hekima. Sawa? Kwa hiyo nadhani ukifanya hivyo shemeji, hautoweza kukumbana naye. Ni kweli sisi wanaume tuna michezo yetu ambayo tunaicheza, lakini sio kivile. Yaani mimi siwezi kutaka kuelekea maanani. Basi sawa shemeji,
Niseme asante sana, nimekuelewa. Karibu tena. Asante. Mbogoso, usinitole machoko kama ndugu mimi. Aliyekwambia uchukue nguo za mbwa wengine uache abaya langu na nilikwambia na mtoko nalo ni nani? Na nilikwambia kabisa Mbogoso, fua nataka nivae ili nataka nitoke nalo mpaka sasa hivi. Ulitaka huko saa ngapi? Una shida gani wewe? Sasa nataka nguo uifue. Unanielewa? Alafu hizi chupi zangu alikwambia usizichukue nani wewe? Nani alikwambia usizichukue? Na nakupa masaa 2 nguo zangu ziwe zimekauka. Sawa? Na nizivae na usisahau kupasi. Sasa niletea sura yako kama mjusi denge wewe. Mapacha wawili, sura moja, roho mbili, moja kama maji tulivu, mwingine kama upepo wa dhoruba. Mama alisafiri na wewe unafanya nini kwenye simu yangu? Sijafanya kitu kibaya, nilikuwa najaribu kutafuta tu mawasiliano. Mawasiliano? Wewe una namba yangu? Picha, snap nini? Naona unajisahau sasa hivi. Unavuka mipaka. Unasahau kama mimi ni kaka yako. Alafu hizi tabia zako zitaisha lini? Kwa sababu sikuelewi sasa hivi tabia vyako hivi. Kikweli mimi sipendezi nawe. Yaani unaniuzi. Naomba kuzungumza na wewe. We baba umezidi, uchafu umezidi, umezidi Nakusikiliza. hata aushangai. We dada umezidi, uchafu umezidi, uchi umezidi. Sipo hivyo unavyofikiria. Na usahau kabisa huo ujinga ambao uko kichwani mwako. Tukataze uchafu, uchafu. Tukataze uchafu, tukataze uchafu, tukataze uchafu, uchafu. We baba umezidi, uchafu umezidi, uchafu. Umezidi hata aushangai. Uchafu. We dada umezidi, uchafu umezidi, uchi umezidi. Tukataze uchafu, uchafu. Tukataze uchafu, tukataze uchafu,
tukataze uchafu.